Pigie Bwana makofi mengi, pigie tena na vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninaomba uketi katika kiti chako cha muujiza na ukae katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Praise Team. Bila shaka kazi yenu ni njema na ni ya baraka. Hii ni Alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana, Alhamisi kuu, na neno la Mungu ambalo tumepewa katika siku hii ya Bwana kwa mujibu wa kalenda zetu za mwaka wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKKT, ni kutoka katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mwinjilisti Luka, mlango wa 22 mstari wa 14 mpaka wa 20. Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, ule mlango wa 22 mstari wa 14 mpaka wa 20. Neno la Mungu kwa mwaka wa kanisa siku hii ya leo ya Alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana, Luka ule mlango wa 22 mstari wa 14 mpaka wa 20. Na tazama, ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: hata saa ilipofika, aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata nitakapo kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mkanywe ninyi kwa ninyi. Maana nawaambia ya kwamba tangu sasa siinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu, na hili ndiyo neno la Mungu. Na sasa tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku hii ya baraka ya Alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana, unapojitoa mwili wako na damu yako ili vifanyike uzima katika maisha yetu. Watu hawa waliokusanyika hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya radio katika kuhitimisha mafungo ya Kwaresma ya mwaka huu ni wengi kwa idadi. Na mimi ninakusihi useme nasi kwa lugha nyumbani kwetu. Useme nasi Bwana, ulitume neno lako nalo halitakurudia bure, na uweza wako ukae katikati yetu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako katikati yetu, na nguvu yako na hekima na akili na utashi na maarifa na neema yako iwe nasi daima. Tubariki Bwana sasa na daima kwa pumzi ya neno lako. Useme nasi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu liseme amen, na tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hii ni Alhamisi kuu ya kuwekwa chakula cha Bwana, na neno kuu ambalo tumepewa katika mwaka wa kanisa katika kalenda zetu za kanisa, agano jipya katika damu ya Yesu. Agano jipya katika damu ya Yesu, Alhamisi kuu ya chakula cha Bwana. Na Yesu Kristo Mwokozi alipotolewa mara moja kwa ajili yetu na kwa ajili ya ukombozi wetu na kwa ajili ya maisha yetu, kama nilivyosoma katika kitabu hiki cha mwinjili Luka, Yesu mwenyewe anasema, twaeni mle, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu.
tena akisema, twaeni mnywe, hii ni damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivyo kila mnywapo tena kwa ukumbusho wangu. Ni sikukuu maalum sana katika maisha ya Ukristo, siku ya adhimisho takatifu la fumbo la imani ya kwamba mwana wa Mungu kufanyika mwili na kutoa nafsi yake kwa ajili yetu. Hili ni fumbo la imani kwa namna ya kipekee na ya tofauti, kutafakari sana juu ya kuwekwa chakula cha Bwana, tukijua kwa hakika ya kwamba mauti iliingia kwa chakula na inaondolewa kwa chakula. Kwa maana dhambi na mauti zilikuja kwa kula tunda lililokuwa juu ya mti. Mauti na dhambi ilikuja kwa kula tunda iliyokuwa juu ya mti, kama mnavyoona mti huu ambao shetani alimdanganya Adam na Hawa, wakala tunda na uharibifu na mauti vikatokea katika maisha yao. Hapa ndipo mauti ilipotokea, na hapa ndipo uharibifu ulipotokea, na nyoka alipomdanganya Adamu na mauti ikatokea hapo. Kwa hiyo mtu alipotea kwa kula na anakombolewa pia kwa kula. Juu ya mti palikuwa na tunda linalotamanika lililoleta mauti kwa Adam, na kwa sababu hiyo mauti ikaupiga ulimwengu na dunia nzima. Lakini pia wakati ule Yesu anapokuja juu ya mti wa msalaba, anatundikwa Yesu Kristo kama uzima, na anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kama lile tunda lilivyokuwa juu ya mti, na sasa mwana wa Mungu anakuwa juu ya mti kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya mwanadamu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni agano jipya katika damu ya Yesu Kristo. Na hii ndiyo siku ambayo Yesu na wanafunzi wake walikutana orofani, katika chumba cha orofani, upper room, na chakula cha Bwana kikaandaliwa pale, na Yesu akatangaza. Na ndipo ambako pia uchungaji, priesthood, uchungaji, ukuhani wa kichungaji na huduma ya kichungaji ilipothibitishwa hapo Yesu alipoumega mkate na kuwapa wanafunzi. Mabibi na mabwana, katika Alhamisi hii kuna falsafa pana sana na theolojia pana. Katika Alhamisi kama hii ya chakula cha Bwana, tuna theolojia na falsafa pana mno ambayo tungependa kuzungumza kwa upana na hata muda usingetutosha. Lakini tutaangalia falsafa ndogo hapa na theolojia ya siku hii ya Alhamisi katika kichwa kinachosema, kubali kuwa mkate wa dunia. Kubali kuwa mkate wa dunia. Na tunaangalia yale maneno Yesu aliyosema, twaeni mle, tena twaeni mnywe. Kubali kuwa mkate wa dunia. Kubali wewe, kubali kuwa mkate wa dunia. Twaeni mle, tena twaeni mnywe. Be that bread. Be that bread. Naomba uwe mkate wa dunia, na kubali kuwa mkate wa dunia. Na falsafa hii na theolojia hii ambayo Yesu anasema, twaeni mle, tena twaeni mnywe. Mimi ndimi mkate wa uzima. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Kwa hiyo nitaangalia kidogo theolojia iliyopo katika siku hii ya Alhamisi, na falsafa pia au life philosophy
Falsafa ya maisha iliyopo hapa katika kitabu hiki cha Luka kwa uchache katika siku hii Alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana. Mabibi na mabwana, kuna gharama ya kuwa mkate wa dunia. Kuna gharama ya kuwa mkate wa dunia. Yesu anaposema twaeni mle, tena anaposema twaeni mnywe, si jambo rahisi. Jambo ambalo lilimgharimu Yesu kupigwa, kuuawa msalabani, kukataliwa, kusalitiwa, kutemewa mate. Lakini pia ni jambo lilomgharimu yeye kutoa jasho la damu. Halikuwa ni jambo rahisi tu peke yake kwamba unaweza ukawa mkate wa dunia kirahisi peke yake. Kwa hiyo kuna gharama kubwa tu ya mtu mmoja kuwa mkate wa dunia. Na nitaangalia mambo matatu. Jambo la kwanza, nitaangalia gharama ya Yesu ya kuwa mkate wa dunia. Gharama ya Yesu ya kuwa mkate wa dunia, kutoa maisha yako kwa ajili ya wengine au kuishi maisha ya sadaka. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Gharama ya Yesu kuwa mkate wa dunia. Gharama ya Yesu kuwa mkate wa dunia. Hapa tunaangalia juu ya kutoa maisha yako kwa ajili ya wengine. Kutoa maisha kwa ajili ya wengine. Unaposema twaeni mle, tena twaeni mnywe, maisha ya sadaka. Maisha ya sadaka. Na hapa katika Kwaresma na Alhamisi ya chakula cha Bwana, theolojia ya kwanza, naomba urudishe pale tena. Theolojia ya kwanza ni maisha ya sadaka. Maisha ya sadaka. Maisha ya sadaka. Lazima ujifunze juu ya kuishi kwa ajili ya watu wengine. Ni gharama. Kuishi kwa ajili ya watu wengine ni gharama. Na kujitoa kwa ajili ya watu wengine, ndio hapo naposema kubali kuwa mkate wa dunia. Be that bread. Be that bread. We need you. Be that bread. Na tunapozungumza juu ya maisha ya gharama na kutoa maisha yako kama sadaka, tunaangalia mambo machache. Jambo la kwanza, lazima ujiulize, hivi maisha yangu mimi hapa duniani ni maisha yanayogusa watu wengine, ambayo pia ndio asili ya maisha duniani? Jua lipo kwa ajili ya kutoa mwanga kwa watu, lakini halitumii mwanga wake. Maua yapo kwa ajili ya kuhakikisha uzuri, na macho ya watu yana relaxi, yanaondoa stress, yanasababisha dunia kuwa beauty, lakini hayafaidi uzuri wake. Ng'ombe anatoa maziwa kwa ajili ya watoto wa binadamu na kwa ajili ya ndama, lakini ng'ombe hajawahi kunywa maziwa yake. Mito inatoa maji na chemichemi kwa ajili ya watu wengine na viumbe vingine, lakini havijawahi hata siku moja mto kufaidi maji yake. Ziwa Victoria linatoa maji yanayotoka hapa mpaka kwenda kufanya irrigation system kule Egypt. Nimeenda Misri, nimekuta mto wa Nile unaomwaga maji mwishoni kabisa uko kaskazini mwa Afrika, karibu na Asia, Gosheni, walikokuwa wanafyatua matofali. After all, wana wa Israeli matofali waliokuwa wanapiga walikuwa wanatumia maji yanayotoa Ziwa Victoria kwa Wasukuma Mwanza. Hayo makofi hayatoshi, mpigage anayeeleweka. Lakini maji aliyoogea Yesu na Mariamu wakati Yesu na mama yake na baba yake walipokimbia kuja Egypt ni maji yaliyotoka Ziwa Victoria, Tanzania. We are so much blessed. Tumebarikiwa sana katika maisha yetu. Katika maji hayo na ukubwa wa hayo maji, hiyo Ziwa Victoria halijawahi kufaidi maji yake, linatoa kwa ajili ya watu wengine. Kutoka Tanzania kwa ndege kubwa kwenda Egypt almost ni masaa 7, lakini katika hayo masaa 7 bado maji yana pressure
yanatoka Tanzania na yanafika kule Egypt na yanafanya irrigation system. Na yamepita kwenye, yamecross kwenye jangwa la Sahara. Mto una cross kwenye jangwa la Sahara, lakini unatokea ziwa Victoria. Maji ni mengi, lakini ziwa halijawahi kunywa hayo maji yake. Natoa kwa ajili ya watu wengine. My question, swali langu, umewahi kutoa maisha yako kwa ajili ya watu wengine? Na wewe unaishi kwa ajili ya watu wengine? Au na maisha yale ya I, me and myself? Maisha ya mimi peke yangu. Kwa hiyo tunapoangalia kuwa mkate, Yesu anaposema twaeni mle, twaeni mnywe, ni gharama ya kuishi kwa ajili ya watu wengine. Nimeona mapadri na masista wako pale, watawa. Wamekataa wao kupata watoto wao, lakini wanalea watoto wetu. Hayo makofi yatosha. Ungempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Maisha kwa ajili ya watu wengine. Maisha kwa ajili ya watu wengine. Na kanisa liliadapti sana haraka. Maisha ya msalaba, maisha ya sadaka. Ninaona mapadri, naona masista wetu hapa kwa mfano, wanavyosaidia ile shule yetu ya Jerusalem, na wanavyowakea watoto vizuri. Maisha ya sadaka. Kini nimekuwa na askofu mwenye PhD, siku za jirani alinitembelea hapa. Amefanya kazi miaka 40. PhD, amesoma theolojia, ana degree ya kwanza na degree ya pili, ana PhD. Mpaka anastaafu na amefanya kazi kwa miaka 40. Mshahara wake hakufika shilingi 500,000, ulishia 470 ngapi. Na amestaafu na ana PhD tena ya Ulaya, Norway. Acha ya kwako si chuo gani hata kijulikani vizuri. Na bado una mshahara wa milioni 20, milioni 15, milioni ngapi? Maisha ya sadaka. Mchungaji wa Kiluteri, maisha ya sadaka. Wale wachungaji pale, maisha ya sadaka. Alafu kuna watu ambao kwenye mkutano mkuu ananyoosha kidole eti, naomba kuuliza sadaka zetu hapo tunaona kama tumepigwa. Sadaka zenyewe mnatoa jerojero nyinyi. Na unamuuliza padri aliyetoa sadaka watoto wake 5 madhabahuni, watoto 10, ameacha kuzaa. Angekuwa na watoto kama wewe, angeitwa daddy, angeitwa mami. Na unauliza kanisa sadaka za jero. Watu wametoa maisha yao, wewe unauliza 500. Uone haya. Maisha ya sadaka. Na maisha sadaka ni maisha ya kujitoa na kutumia muda wako kwa ajili ya watu wengine. Hiyo ni moja. Naenda kwa haraka kidogo. Jambo la pili, nimesema nitaangalia watu wachache. Hili la Yesu kujitoa maisha yake limebeba uchungaji zaidi. Mara nyingi limebeba uchungaji zaidi. Lakini pia kuna wanataaluma wenye kiapo, madaktari, wanaotumia maisha yao kwa muda mwingi. Wako kwenye maabara, wanafanya research, wanafanya kazi za wanatumia muda wao kwa ajili ya watu wengine, na taaluma yao kwa ajili ya watu wengine. Lakini mtu wa pili, gharama ya Yusufu ya kuwa mkate wa dunia. Gharama ya Yusufu ya kuwa mkate wa dunia. Ndio yale ninayozungumza juu ya kubali kuwa mkate wa dunia. Gharama ya Yusufu kuwa mkate wa dunia. Gharama ya Yusufu kuwa mkate wa dunia. Hapa pana falsafa pana ya kuwa kiongozi ni kuwalisha watu, kuwapa watu vitu. Uthubutu wa kusema ukiwa leader, ukiwa kiongozi, twaeni mle. Kiongozi anayesubutu kusema twaeni mle. Kiongozi hapaswi kuwa na chuki, vinyongo, visasi na kuua watu kama Herode
na Farao. Weka hilo bango hapo kwanza, watu wanaona wanachukua notes. Na hapa nataka nipumzike kidogo, manake hapa ndio pana shughuli. Hapa wewe ni manager kwenye kampuni, ni CEO, ni waziri, ni kiongozi wa serikali, ni kiongozi wa taasisi ya umma, ni kiongozi wa dini. Lazima uangalie gharama ya Yusufu ya kuwa mkate wa dunia. Biblia inasema wakati Yusufu alipofika Misri, Farao aliota ndoto. Na tafsiri ya ile ndoto ilikuwa ni miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Yusufu akasimama mbele ya Farao, akamwambia Farao, tafuta mtu mwenye akili atakayekusanya chakula cha Misri wakati wa miaka hii miema 7 ya neema, maana kuna njaa itakayokuja na miaka hii haitakumbukwa tena milele kabisa. Farao akamteua Yusufu, lakini gharama yake ilikuwa ni gharama ya kusalitiwa, ilikuwa ni gharama ya kukataliwa na ndugu zake, ilikuwa ni gharama ya kuuzwa. Alilipa gharama ya kukataliwa na ndugu zake, na alilipa pia gharama ya kukataa uharibifu na dhambi ya zinaa katika nyumba ya Potifa. That cost. Discipline. Halafu akawa kiongozi ambaye anawalisha watu. Miaka 7 ya njaa akawafidi watu. Hiyo ndio managerial skill na falsafa ya uongozi. Naomba urudishe pale ile bango. Kuna jambo nataka kuzungumza hapa. Falsafa pana ya kuwa kiongozi. Kama Farao aliposikia ya kwamba Yusufu ameleta tafsiri ya chakula, immediately alimwambia Yusufu, ninakuzuilia tu kwenye ufalme, lakini nimekupa mamlaka juu ya nchi hii. Na akamteua kuwa waziri mkuu on the spot, kwa sababu ya falsafa ya kiongozi anayethubutu kusema twaeni mle. Na mimi ninataka ukijiangalia kama baba, wanaume wengi wanasema mimi ni kichwa cha nyumba. Sio kichwa cha nyumba kwa wingi wa ndevu. Sio kichwa cha nyumba kwa sababu una ndevu. Hata kambale anazo. Na beberu pia nazo. Unakuwa kichwa cha nyumba. Mwanaume mwenye ambaye ni kichwa, ni kiongozi katika familia, ni yule anayeweza kusema twaeni mle. Anayeweza kuiambia familia twaeni mle, msiogope, kuna chakula. Makofi mengi ya shangwe. Pigie tena Bwana makofi, haleluya. Wako wapi wanaume wanaoweza kusema twaeni mle? Si wanaume ambao wana tabia ya kutoroka majukumu. Akijua mtoto anarudi shule, ataondoka na gari ya saa 1, yeye anaamka saa 10. Kiongozi anayethubutu kusema twaeni mle. Kubali kuwa mkate wa dunia. Be that bread. Na kwa namna ya tofauti sana, naomba wale viongozi ambao Mungu amewatuma kuwa viongozi, mjipime katika maisha yenu. Je, mnawapa watu vitu? Anayestahili kusoma akipita kwenye mikono yako anapita. Anayestahili kupandishwa cheo akipita kwenye mikono yako anapanda cheo. Unasubutu kuandika pale twaeni mle, umepandishwa cheo. Twaeni mle, umepewa posho zako zote na safari zako nyingi. Twaeni mle. Au posho ikifika mezani unaanza kukata, hii sio, hii ya Morogoro hapana, hakuniletea mchele. Ametoka Morogoro bila kuleta mchele, ametoka Iringa hajaleta viazi ametoka Mbeya hajaleta chips, viazi hajaleta, kata.
hii kata. Je, mkono wako ni mkono unaosema twaeni mle? Kiongozi sio mtu wa visasi. Kiongozi sio mtu wa vinyongo. Na ndio maana watu mnakufa vibaya. Sababu kiongozi ni mtu anayethubutu kusema twaeni mle. Huyo ndio kiongozi. Kiongozi kama Yusufu, kama Farao, twaeni mle. Anayeangalia juu ya chakula, juu ya fursa za watu, aliye tayari ku unlock potential, ku unlock fursa, milango ya watu ifunguliwe. Mtu ambaye ni kauzibe hafai kuwa kiongozi. Na kama una kiongozi popote kwenye idara ambaye ni kauzibe, ana macho mawili, nishasema tena, jicho lake moja ni mauti, jicho la pili uharibifu. Yani akiona jambo lako ama life au liharibike. Ana masikio mawili, sikio moja mauti, sikio la pili uharibifu. Akisikia jambo lako ama life au liharibike. Alafu ni mwenye anajifanya kiongozi, na tena na mwaka huu anataka kwenda kugombea tena. Toba. Jua la haki. Mungu wa jua la haki. Bwana Mungu wa jua la haki, utatutetea. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Lakini kwenye idara, kwenye taasisi, kwenye jamii, kama unataka kuwa kiongozi, Mungu akusaidie uwe kiongozi ambaye unathubutu. Na heri wale ambao kwenye maisha yao unakutana na kiongozi kwenye maisha yako mwenye neema, na anayethubutu kulipa hiyo gharama ya kuwa mkate anaposema twaeni mle. Kabisa, anakuambia unataka kusafiri, hiyo safari. Unataka kufanya hiki. Lakini wengine tuatoa na roho ya Rabi Toba. Mungu atusaidie sana. Jambo la tatu. Jambo la tatu, gharama ya Musa kuwa mkate wa Israeli na mkate wa dunia. Gharama ya Musa kuwa mkate wa dunia. Musa aliwaongoza wana wa Israeli jangwani miaka 40. 40 years. Falsafa pana hapa bado ni ya uongozi. Uongozi ni kujitoa kwa ajili ya wengine, kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hukuwahi kufika. Macho ubaoni. Gharama ya Musa kuwa mkate wa dunia. Bado nazungumza kwenye leadership, lakini pia kwenye mentorship, malezi. Kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hukuwahi kufika na hauna majuto. You are very happy. Nakumbuka ninazungumza juu ya falsafa ya Alhamisi ya leo. Yesu anaposema twaeni mle, twaeni mnywe. Unajua ni rahisi sana kuja kujongea kwenye hii madhabahu na kupokea sakramenti mara ya kwa mara na usijue unachopokea ni nini. That responsibilities, majukumu hayo ninayo yaorodhesha pale. Unapopiga magoti hapa lazima uelewe sawa sawa unapokea nguvu, na lazima wewe ufanyike kuwa mkate wa dunia. Haupokei tu kwa sababu unakuja kupokea, never. Musa alikuwa amefanyika kiongozi wa kuongoza Israeli, na pale anaonekana kwenye background anavuka bahari ya Sham na wana wa Israeli. Alipiga miamba, maji yakatoka, watu wakanywa maji.
walipovamiwa na nyoka wenye sumu, Musa alisimama akaomba, Mungu akamwambia atengeneze nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, watu wakapona. Hiyo ndio maana ya kiongozi. Lakini hata walipoona njaa, aliwalisha kwa mana na aliwalisha kwa mkate wa mana pamoja na kuku wa kienyeji, kware. Walikula kwa miaka 40 jangwani. Twaeni mle. Kiongozi. 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 Na huu mwaka wa uchaguzi, kiongozi. Naomba unirudishie pale. Lakini kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hukuwahi kufika. Huoni shida kumsaidia mtu aende Marekani wakati wewe hala airport hujawahi kufika pengine. Ukipata roho hiyo, tumsifu Yesu Kristo. Ndio, unataka kwenda kusoma ndio. Wapi? Canada. Wapi? Australia. Wapi? Hujawahi kufika, unawasaidia watu waende. Musa aliwafikisha wana wa Israeli, akambariki Joshua, akamwekea mikono, akamkabidhi wana wa Israeli waende wafike Kanaani, na yeye akafia Nebo. Akawafikisha watu mahali ambako yeye hakuwahi kufika. Watu wachache. Viongozi wengi, labda nikisema baadhi yao, wanapenda wao ndio waende, alafu waje kuhadisia. Waone wote wa shamba, wote nyanya zote zinatoka Iringa. Yaani waende wao warudi. Nilipokuwa Canada, nilipokuwa huku, ukienda wewe ukirudi cha mtema kuni unacho, hata kama ulienda ukiwa likizo. Hata kama umeenda kuna mtoto wa shangazi yako amejifungua Marekani, umeenda hapo wakati wa likizo, ulienda endaje? Kakuruhusu nani kwenda? Umeenda mahali ambako kiongozi wako hajawahi kwenda, mkuu wa idara hajawahi kwenda, unahadisia mkuu wako wa idara hajawahi kwenda, wewe umeenda. Kuna wengine na wivu wa ajabu eti. Umetokea tu kwa mambo haya marathon mara nini, umealikwa, umepanda mlima Kilimanjaro, unakuja unashuhudia nimepanda mlima Kilimanjaro mpaka nikatenguka mguu. Huyo ambaye hajawahi kwenda naye anakasirika. Sasa na sisi Wachaga tutatuambia mlima Kilimanjaro tunaokota kuni pale pa ajabu pale. Kule tunakata majani ya ng'ombe pale kwenye mlima. Pale penye panaitwa Kilimanjaro, yani ni mahali panaposhinda safari, pagumu. Pale. Nako ukija mjini hapo ukihadisia watu, ameenda mimi sijaenda. Kiongozi. Ukubali kuwafikisha watu mahali ambako wewe hujaenda. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Kuthubutu kuwafikisha watu. Ndio maana ya hiyo nasema kubali kuwa mkate wa dunia. Uthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hujawahi kufika. Mahali ambako wewe hujawahi kwenda. Kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hukuwahi kufika. Kuthubutu kulipa fedha za master's degree na wewe una cheti. Unamlipia mtu master's degree na wewe una cheti. Na una furaha. Akimaliza unaenda kwenye graduation una furaha. Unaruhusu mtu kusoma. Anaenda kwenye masters, anaenda kwenye PhD, wewe ni mkuu wa idara, una diploma, alafu you are happy. Lakini kuna mtu ambaye kwa sababu ulikosa shule, hautaki watu wengine waende shule. Na wewe ulifeli kwa ujinga wako. Ila umebahatika tu, umewahi kazini, umepewa cheo. Lakini hautaki wafikishe watu mahali. Kubali kuwa mkate wa dunia. Musa akawafikisha watu Kanaani, naye hakwenda. Akaishia Nebo. Hata akaomba, Mungu akamwambia, Musa, wewe hutafika, utafia hapa. Akasema, I'm okay. Lakini kama wataenda, kama uso wako utaenda pamoja nasi, Mungu wafikishe watu hao. Njoo Joshua, akamwombea Joshua, akaruhusu. Na ana furaha. Kuwafikisha watu kiuchumi mahali ambako wewe hukuwahi kufika, and you are happy.
Kuna watu ambao wanaweza wakaanza na wewe biashara, akawa kocha wako mzuri, akakufanyia mentorship, ila ukimpita uadui wa kufa mtu. Kubali kuwa mkate. Wafikishe watu mahali ambako wewe hujawahi kufika. Kwani inakuuma nini ukikubali kuwa na akili ya Makonde? Ni akili ndogo tu ya Makonde wa Mtwara. Hapa Mwenge anachonga kinyago Mwenge, yeye anabakia Mwenge, kinyago kinakwenda Ulaya, na Makonde anaamka tena asubuhi kwenda kuchonga kingine. Wachache wameelewa, wengine bado hawajaelewa. Makonde ni mchongaji wa vinyago. Mwenge hapa anachonga kinyago cha tembo, anachonga kinyago sio cha bibi wa Kimasai, anapepeta hivyo. Kinyago kinaondoka kinaenda Ulaya, kinakwenda Marekani, na Makonde kabaki Mwenge, hajawahi kususa. Sasa wamepiga makofi wachache, pigeni anayeeleweka ya shangwe, haleluya. Kubali kuwa mkate, kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako haujawahi kufika. Jisikie kufanya hivyo. Wapandishe wengine waende. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Kama unajua, ukiona tunakorofishana huko makazini, kuna mastresi, kuna mauti, yani hizi ndio skills, managerial skills za kibiblia. Kama uthubutu kufanya haya, unakuta sasa unashikilia madaraka, unahangaika na maisha ya watu, na maisha ya watu yapo tu kwa sababu maisha yao yana Mungu. Maisha ya watu yana Mungu. Jua la haki liko pale. Huwezi kuzuia. Utajishi kwa tabu, utapata masukari na mapresha, unajaribu kuzuia riziki za watu. Be that bread. Hakikisha unathubutu kuwafikisha watu. Kidogo kuna mahali pengine ukienda ukihubiri kuliko huyo mchungaji wa hiyo madhabahu, waliku tena. Ni mwisho wa kukanyaga hapo. Kwa nini? Unaimba kuliko yeye. Kuna na sharika mwingine ukienda kwaya ikiimba vizuri kuliko kwaya zilizopo, information kule kwenye mitambo, wakorofishieni mitambo. Unaniambia nini? Kwa hiyo unakuta wakipiga magitaa manyuzi kule yamechomolewa kule haraka. Na mara nyingi lazima kwaya zitafute kupatikana connection kati ya mtambo na kwaya. Yaani kati ya fundi mtambo na kwaya kuwe na mahusiano fulani kwenye sharika fulani, sio hapa. Hapa wanakubaliana tu. Kwaya inakuja hapa wanaimba mpaka unaona kwaya wanakwaya wenzao wanainuka, wanakuja wanawatoa na sadaka. Mmeokoka. Mnawafikisha watu mahali ambako ninyi wenyewe hamkuwahi kufika. Hiyo ni kazi ya Musa. Kubali kuwa mkate. Wafikishe watu mahali ambako wewe mwenyewe hujawahi kufika. Kama unawafikisha watu mahali ambako umefika is nothing kabisa. Wako maprofesa wanafundisha uchumi, UDSM, na mpaka kesho wanastaafu kwenye nyumba za zile vijumba vyao pale UDSM. Alafu wameandaa mabilionea, wafanya biashara wakubwa, watu ambao wako Umoja wa Mataifa, wako New York, wanazungumza juu ya uchumi wa dunia. Alafu profesa yuko pale, saa nyingine tena anatembea, yani hata hana shati la pili na anajisikia happy. Anawafikisha watu mahali ambako yeye hakuwahi kufika. Mwasisi wa taifa hili Mwalimu Nyerere alisomesha watu bure, kawapeleka nje kwenda kusoma sana, mi masters, mi degree mingi, na watu wakarudi hapa na happy. Hao ni kwamba umeenda kusoma unamtishia. Kuna mtu mwingine usikumbuke kwenda shule, atakaenda kukuroga. Asubutu. Kwa nini? Unanipita. Kwenye familia huko ndio kuna mashindano. Kaka mkubwa basi kwa sababu yeye ni wa kwanza kuzaliwa, anafikiri wote walioko nyuma yake ni wadogo zake, ni wadogo zake. Ni wadogo zako kwa namba, lakini sio wadogo zako kwa hela.
Hiyo uelewe tu. Wamepiga makofi wachache kwa sababu oh my God. Muda wangu unayoyoma. Jambo la tatu. La ngapi? La tatu, la nne, la nne. Okay. Oh, okay, good. Jambo la nne. Gharama ya, kumbe tuko pamoja eti Gharama ya wenye ukoma wanne kuwa mkate wa dunia. Gharama ya wenye ukoma wanne hao hapo. Wagosi wa kaya. Gharama ya wenye ukoma wanne kuwa mkate wa dunia. Kwanza, wenye ukoma wanne walisema tutaliendea jeshi la Washami, tukifa na tufe, tukipona na tupone. Hapa ni falsafa pana sana ya ujasiriamali. Watu waliofanya maamuzi ya kufa na kupona. Be that bread. Nazungumza juu ya kuwa mkate wa dunia. Twaeni mle, twaeni mnywe. Twaeni mle, twaeni mnywe. Maneno yale tu. Theolojia na falsafa yake. Twaeni mle, twaeni mnywe. Hawa, kuna njaa. Watu wanakula mavi ya njiwa. Wanawake wamezaa watoto, wanachemsha watoto wao. Alafu wao wanataka kuwa mkate wa dunia. Gharama ya wenye ukoma wanne kuwa mkate wa dunia. Hawa wenye ukoma walisema tutakwenda, tukifa na tufe, tukipona na tupone. Tutawaelekea Washami na tutaliendea jeshi la Washami. Haya ni maamuzi ya kufanya, maamuzi ya kufa na kupona. Na hapa nazungumza juu ya watu wachache waliowahi kufanya maamuzi ya kufa na kupona na kuliendea jeshi la Washami, kukabiliana na changamoto iliyopo katika jamii. Wapendwa mabibi na mabwana, kwa haraka napenda kuzungumza juu ya ujasiriamali. Na kwa namna ya kipekee nitapenda kuzungumza kidogo tu juu ya ujasiriamali. Unapoamua kuwa mkate wa dunia, unapoamua kuwa mkate kwa sababu umeamua kuzalisha, umeamua kufanya biashara, umeamua kufanya investment, umeamua kuwekeza katika jambo fulani katika maisha ya hapa duniani, ndio hii ya wewe kuwa mkate. Na tunaposema kubali kuwa mkate wa dunia, twaeni mle, twaeni mnywe, be that bread, na maanisha umuhimu wa wajasiriamali duniani au wafanyabiashara duniani. Umuhimu wao. Nitaongea umuhimu wa wajasiriamali duniani. Moja, wanatoa huduma kwa niaba ya serikali. Yaani hawa wenye ukoma wanne walitoa huduma kwa niaba ya serikali. Ni jukumu la serikali kuleta habari njema juu ya unga mzuri langoni mwa Samaria. Ni jukumu la serikali kuwalisha watu wake that time. Lakini hawa wenye ukoma wanne ambao ni wajasiriamali walioinuka wakati nchi ikiwa ina njaa, kukiwa kuna scarcity, kulikuwa kuna ukame mkubwa wa chakula, walileta habari njema. Na ndio maana nataka niwaombee watu wachache jioni hii ya leo. Na leo kabisa nataka niwaombee watu ambao wana mawazo binafsi kufanya jambo katika maisha ili wawe mkate wa dunia. Una kitu ambacho unasema nataka hii dream yangu ikitimia nitaajiri, hata kama ni mtu mmoja, hata kama ni saluni ya kunyoa nywele. I have to pray for you. Hayo makofi yatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na ni lazima ufanye maamuzi. Ni lazima ufanye maamuzi katika maisha yako. Biblia inasema hawa wenye ukoma walitoa service, walihudumu kwa niaba ya serikali. Unajua, mtu akawekeza kwenye transportation, kwa mfano kwenye Uber,
akawekeza kwenye mabasi yanayokwenda Mbeya, yanayokwenda Iringa, akawekeza kwenye sijui ndege, akawekeza kwenye usafiri wowote, hata bodaboda. Si biashara peke yake, amefanyika kuwa mkate, ni service kwanza. Najua kuna watu ambao mnaangalia hivi mnafikiri kwamba hawa watu ni hela wanatafuta. Sio hela wanatafuta. Hawa ni watu wachache waliokubali kuwa mkate kwa watu wengine, na si vinginevyo, ni mkate kwa watu wengine, na wanahamua kuservice. Oh my God, oh my God, oh my God. Yani wanahamua kutoa huduma. Na ndio maana tunasema, kuna wale sema watoa huduma, washonaji wa nguo, watoa huduma katika transportation, watoa huduma kwenye simu, watoa huduma sijui kwenye mawasiliano, watoa huduma kusherehesha watoa huduma. Yani ndani yao wana kitu cha zaidi ya hela. Sio hela peke yake hata kidogo. Hiyo haipo hata siku moja. Sasa nasema umuhimu wa wajasiriamali duniani. Kila serikali na kila nchi inafahamu umuhimu wa wajasiriamali, watu ambao wanajituma peke yao kufanya kitu. Kwa umuhimu wa kwanza, wanatoa huduma kwa niaba ya serikali. Kwa maana kama si wajasiriamali kuweka kwenye transportation na kuhakikisha kuna magari ya kutosha, mafuta ya kutosha, hivyo nchi inaweza kuwa kwenye scarcity ya uhaba mkubwa wa mafuta kama watu wa huduma hawapo. Lakini jambo la pili, umuhimu wa wajasiriamali duniani, jambo la pili, wanaajiri kwa niaba ya serikali. Wanaajiri. Umuhimu wa wajasiriamali duniani, wanaajiri kwa niaba ya serikali, wanatoa ajira. Wanatoa ajira. Nazungumza juu ya kuwa mkate wa dunia. Twaeni mle, twaeni mnywe. Wanaajiri kwa niaba ya serikali, wanatoa huduma, wanatoa ajira. Kama mnavyofahamu, kwa mfano, katika nchi nyingi za Kiafrika, serikali zake zinaweza kuajiri kwa uchache. Kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna idadi ya watu wanaokadiriwa kufikia milioni karibu 65 sasa. Labda wanaoweza kusema katika hawa milioni 65, wale wanaoweza kufikiri kwamba wanafaa kuajiriwa, wanaweza wakaenda karibu milioni 30, tuseme half. Na wengi wao ni vijana. Hapo nimejaribu kupunguza kwa sababu ya huruma ya kichungaji na laini Pasaka. Kitoa watoto pamoja na wazee, inawezekana ikawa milioni 30. Lakini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ajira za serikali zilikuwa 650,000 mpaka mwaka jana. Labda kama mwaka huu zimeongezeka, zinaweza zikafika kama 700,000. Out of milioni 30. Wanaajiri watu pungufu ya milioni. Ndio uwezo wa serikali. Sasa niambie, hawa milioni nyingine wote, hata milioni 29 au milioni 25 pengine, wanaenda wapi? Wanaangukia kwenye mikono ya wajasiriamali. Na ndio maana tunawaombea, kwa sababu hawa ni mkate. Ni mkate. Tunapoomba katika sala ya Baba yetu, utupe mkate wetu wa kila siku, uwe na hakika tunawaombea na hawa jamaa. Mungu awabariki na Mungu awatunze. Na naiombea biashara yako, naiombea kazi ya mikono yako, naombea mawazo yako. Mungu akubariki. Wewe ni mkate. Wachache ambao ni mkate wangeinua mikono yao, wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Wanasubutu kusema twaeni mle. Kila mwezi wana watu ambao wanasaini kwenye kampuni zao, wanasaini cheki pale, twaeni mle. Ni mshahara wa mtu. Twaeni mle. Ni posho ya mtu. Twaeni mle. Hawa watu ni wa kuombea. Na nazungumza umuhimu wa wajasiriamali duniani. Nimesema wanatoa huduma kwa niaba ya serikali,
wanaajiri kwa niaba ya serikali. Jambo la tatu, wanalipa kodi serikalini na kutengemeza serikali. Wanalipa kodi na tozo serikalini na kuitengemeza serikali. Sio mfanyabiashara anahitaji serikali, ila ni serikali inahitaji mfanyabiashara atakayelipa kodi. Wachache wameelewa, wengine wataelewa kesho. Lazima tuheshimiane hapa mjini. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Niwekee hilo bango vizuri, lisomeke wazi. Nataka lisomeke vizuri. Si mfanyabiashara anahitaji serikali. Tunahitajiana hapa duniani. Lakini si mfanyabiashara wala mjasiriamali wala mwekezaji anahitaji serikali. Ni serikali inamhitaji mfanyabiashara, inamhitaji mwekezaji, inahitaji mjasiriamali atakaye subutu kusema twaa ule mkate kutoka kwenye mikono yangu na alipa kodi na tozo, ili wafanyakazi wa serikali walipwe, barabara ziwepo, sijui hospitali iwepo. Ni wale na unasema mchungaji unamaanisha nini? Si wenye ukoma walihitaji serikali, ni serikali ilihitaji wenye ukoma. Are we together? Kulikuwa kuna serikali, president alikuwepo na mawaziri na waziri wa chakula na waziri wa ulinzi. Wameshindwa kuleta chakula ndani ya nchi. Watu wanakula mavi ya njiwa, wanawake wanazaa watoto, wanachemsha watoto. Ukiona mama anakula mtoto wake anamchemsha kwenye sufuria, ni hali mbaya ya kiuchumi. Wenye ukoma walikuwa nje kwenye lango, hawana security ya serikali. Walikuwa wamefukuzwa kwa sababu ukoma ni ugonjwa unaoambukiza, wasije wakaambukiza wengine, na walikuwa karantini huko, wametengwa nje ya lango. Lakini wakati wanapofanya maamuzi, hawakuhitaji kuomba mgambo wala jeshi, na mkuu wa majeshi alikuwepo na majeshi yalikuwa yamejifungia ndani. Wale walitokea nje ukuta, wakaondoka wakaenda, sema tutawaendea Washami, tukifa tufe, tukipona tupone. Wapo watu ambao wamehamua kuwekeza, kukopa, ama watalipa au hawatalipa, kitaeleweka huko mbele ya safari. Ama wataweza au hawataweza, kitaeleweka huko. Oh my God, ungenipigia makofi, ungempigia Jehova makofi mengi. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema nini? Wale wenye ukoma wakaenda, walipofika wakaleta majibu serikalini. Wakarudi pale wakaambia, jamani, tumeenda kwenye hema ya Washami. Kwanza wakachukua vitu, chukua fedha, ficha, chukua dola, ficha, chukua sijui chakula, kula, vingine weka akiba. Mwisho akasema kukipambazuka tutaleta balaa, hebu tuende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Kaambia, jamani, kuna vyakula tele kwa Washami, muende. Pamoja na kwamba wale wenye ukoma wanamwambia mfalme, bado mfalme ana uoga ndani. Ndio maana kinachoitwa ujasiri ya mali. Lazima uwe na ujasiri fulani wa kuthubutu kutoka. Na ukitoka once, unategemewa na watu, unategemewa na serikali, unategemewa na jamii, una majibu ya watu wapate kula chakula. Biblia ninasoma inaniambia, wakarudi wakaambia watu wa nyumbani kwa mfalme, tumeenda tumeona kila kitu na watu wote hawapo hemani. Chukueni chakula muende mkale, twaeni mle, mwafa. Wenye ukoma, mfalme akiangalia wale akina nani wenye ukoma, wako wangapi? 4. Mfalme akasema, njoni niwaeleze mbinu za kijeshi. Nilipokuwa Vietnam, tulipokwenda kwenye kozi za kijeshi. Anaelezea sasa mambo ya kijinga. Unajua ujasiri ya mali, akishasema unajua kuna watu ambao, yani akili, unajua unaweza ukawa na akili ya darasa, na hakuna laana kama hiyo. Umefaulu darasani, ukafeli maisha. Umeamkia huko darasani huko na pai mara kipenyo, mara kitako, mara mzingo. Alafu unakutana na ngoma hapa haijui pai wala kipenyo, na mwenyewe ukitafuta kipenyo na pai ukutani nayo hapa Dar es Salaam, hiyo haipo. Hiyo ni ya kwako huko. Lakini life, it is about thinking. Maisha ni kufikiri na uwezo wa kufikiri. Sasa wenye ukoma wanasema twaeni mle. Mfalme anaitisha kikao cha, yeye ndio chief commander officer, yani yeye ndio amiri mkuu wa majeshi. Akaita majeshi ndani, na mkuu wa majeshi akamwambia, nilipokwenda Israel kwenye mambo haya ya kivita, tulipokwenda Munduli, nilipokwenda kwenye kozi za kijeshi huko Munduli, hii ni moja ya mbinu za kijeshi. Hawa jamaa wamejua tuna njaa, halafu wameondoka
wameenda kujificha mahali. Tukiingia wanatukamata kama kuku. Kwa hiyo tuendelee kufa hapa. Wale wenye ukoma nasema twaeni mle mwafa. Wale wa nyumba ya mfalme ikulu hawasubutu kutoka. Mtu mmoja naye mwenda wazimu, sijui kabila gani huyu. Nafikiri ni watu wa Iringa hao. Mabingwa huko kujinyonga. Kufa na tufe. Kurwa. Hii nafikiri ngoma ilikuwa inatoka Iringa. Akamwambia mfalme, kumradhi, kwani tuna hasara gani? Punda wameisha, wenyewe tuna njaa, twende, tukifa na tufe, tukipona na tupone. Ngoma imetoka Iringa hiyo. Front. Wakaenda, na walipofika wakakuta vyakula viko na mahema yamejaa na unga mzuri ukauzwa langoni mwa Samaria kwa bei. Oh my God, oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova makofi mengi tena. Haleluya. Huu ni ujasiri. Ni ujasiri wa aina yake. Kwa nataka kusema nini hapa? Hawa wenye ukoma wakaleta kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom katikati ya jamii. Twaeni mle, twaeni mnywe. Wapendwa mabibi na mabwana, hawa wote niliowataja ni watu waliokubali kugharamia, kulipa gharama na kuwa mkate wa watu wengine. Hawatafuti fedha ila mkate wa dunia. Unajua kuna watu ambao hata ukiwaambia waache biashara, hata kama wamepata hasara, ndani yao Mungu amewapa kitu cha kuwasaidia wengine kabisa. Na kuna watu ambao wamewekeza millions, billions za shilingi na wamekopa benki na wanariba na wanaibiwa sana na hawaachi. Utakuta anaamka tena, anaenda tena kufanya mabenki na kutafuta fedha na kurudisha mitaji. Mtu mmoja alilima ekari sio 1,100 ngapi za mchele. Alinvest a lot, billions kwenye hiyo project. Alafu mvua ikanyesha mbaya sana miaka iliyopita. Kila kitu kikaharibika, akapata hasara ya billions. Alafu akaja akaniambia, mchungaji, nimepata hasara kubwa sana. Na sasa ninataka tena kuangalia kama anaweza kukopesheka. Nataka tena kukopa kama bilioni 3. Nikajifanya kumshauri. Nikamwambia, kwani lazima ulime? Kaambia, kama umepata hasara kubwa namna hii, alafu unarudi tena, kwa nini kwa nini? Akaniambia, mchungaji, ni kweli unaniuliza ni kwa nini naenda kulima, lakini nataka nikuambie kuna wakina mama wanaokuja kule shambani kwangu kufanya vibarua. Leo nikisema silimi tena, watoto wao hawataendelea kusoma tena. Be that bread. Ananiambia kuna wamama ntilie wanaleta uji asubuhi na chakula na chai na chakula shambani. Na nina umati wa vibarua, maelfu ya watu. Wale mama ntilie wana watoto wanasoma. Nikiacha kulima na huwa maisha ya watu. Ananiambia, let me die. Kama nitakufa na nife, lakini siwezi kuachia maisha ya watu. Kuna madereva, kuna wanaoendesha matrekta, kuna watu wa pembejeo, kuna wafanyabiashara wanao supply pembejeo kwenye shamba langu. Na achaje mchungaji? Nikamwambia, ungefikiri kama ungeweka hata bondi benki kuu, ukawekeza biashara ya hela kidogo labda. Ananiambia, inawezekana kabisa kutumia masoko ya fedha duniani na nikawekeza huko pesa na nikavuna kwa riba. Na nikakaa huko kwenye makathiri yangu, nikatafuta hata kwenda kukaa Dubai. Hela zinaingia zenyewe kwa faida.
Lakini maisha ya wale watu, ninaona mchungaji, hapana, Mungu amenituma kwa jambo hilo. Nikajua kumbe hawa watu sio biashara wala sio faida, ni huduma ndani yao. Wanasikia na Mungu amewakamata. Twaeni mle. Hii ni Alhamisi. Twaeni mle. Twaeni mle. Twaeni mle. Twaeni mnywe. Na swali, kwenye maisha yako, hivi unao watu wanaokutegemea ambao mikono yako inakunjuka ukisema twaeni mle, twaeni mnywe? Hivi unao hao watu? Na mimi nataka nikuambie, na kama unao hao watu, ni discipline gani ambayo unajiwekea ukijua wewe ni mkate wa dunia? Unatembea kwenye discipline ipi? Nidhamu ipi ambayo unatembea nayo ukijijua wewe ni mkate wa dunia? Narudia tena kusema, watu hawa hawatafuti fedha, bali ni mkate wa dunia. Wafanyabiashara wengi na wawekezaji wengi wangeweza kuwekeza fedha zao kwenye bondi nyingi za dunia. Kuna bonds nyingi sana, unaweza kuweka mabondi mengi tu na wakavuna riba kabisa. Wakavuna riba nyingi na wakakaa bila kazi, yani asubuhi pesa zinaingia zenyewe. Lakini ukiona mtu anahangaika, anakimbia, ana-involve maisha ya watu wengine kwenye maisha yake, ni Mungu amemuita, amekubali kuwa mkate wa dunia. Na mimi nawaombea watu wa nyumbani kwako, na kuombea wewe ambaye umekubali kuwa mkate wa dunia, unayesema twaeni mle. Na waombea vijana wenye mawazo hapa ambao wanataka kuwa mkate wa dunia kwenye maisha yao. Mungu awafungulie milango, mfikie pale ambako Mungu amekusudia mfike. Na ni maombi yangu katika Alhamisi hii, mnapokuja kushiriki pale tunapoapa, wachungaji wanapokuwa wakitoa sakramenti ya meza ya Bwana, wakisema twaeni mle, twaeni mnywe, hayo maneno yaingie ndani yenu, na kesho mkawe mkate wa dunia mahali fulani. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na mimi nataka nitabiri jioni ya leo, niseme sikuone kama mtu wa kawaida, na kuona kama mkate wa dunia, na kuona kama mkate wa dunia. Na wanaohangaika na wewe hawatakuweza, maana wewe ni mkate wa dunia. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Piga tena na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Nataka kujua wangapi ambao wanasema, mchungaji, jioni ya leo natamani kuwa mkate wa dunia kwenye maisha ya kwangu. Ndio, natamani kuwa mkate wa dunia. Kitu fulani Mungu akiweke kwenye maisha ya kwangu, niwe sababu ya baraka ya maisha ya watu wengine. Na washindi wangempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Kubali kuwa mkate wa dunia. Iandikwe hivi leo katika maisha yako, twaeni mle, twaeni mnywe. Naomba usimame kwa miguu yako. Ninataka kuomba, kuna watu vijana wachache ambao wanahisi uongozi ndani yao. Ni mkate wa dunia, lakini wanahisi leadership ndani. Unajisikia kabisa ni kiongozi. Nataka niombe vijana wachache walioko hapa usiku huu leo, ambao unajiona ndani una neema ya uongozi, na una uongozi ule ambao nimeusema pale, viongozi ambao ni mkate. Yaani viongozi ambao ni mkate. Nataka nikuombe utafikia pale. Mungu ninayemtumikia katika Alhamisi hii si Mungu aliye dhalimu. Wamekuja wenyewe. Wamekuja wenyewe. Na wanaowahi na upokee uongozi wako kwa kuwa hivyo hivyo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye. You can feel that the power of leadership within you. Unajisikia hiyo nguvu ya uongozi iko ndani yako. Na anakuapisha kwenye madhabahu hii, utakwenda kuwa kiongozi kama Musa. Wafikishe watu mahali ambako yeye hukufika. Wape watu mkate kwa wakati wao.
I want to pray for you. Nataka hao vijana haraka. Nataka hao vijana hapa haraka. Kujitoa kwa ajili ya watu wengine, kuthubutu kuwafikisha watu mahali ambako wewe hukuwahi kufika. Lakini kiongozi kama Yusufu, kukubali kuilisha dunia kabisa, utakayewaambia watu twaeni mle na kusubiri. Najua na viongozi leo naandaa watu hapa, hii Alhamisi ya chakula cha Bwana, ninawaombea alafu nikimaliza nawashirikisha sakramenti ya meza ya Bwana. You will never be the same again in the name of Jesus. Wale viongozi wachache nawaambieni mtakutana na ninyi, na wengine nitakuja kuwasindikiza bungeni. Siku ya kuapishwa huko bungeni nitawasindikiza siku mwingine wenyewe, na waona hapa. Iwe ni miaka 5 ijayo, iwe 10 ijayo, iwe 20 ijayo, haijalishi. Lakini najua ninaandaa watu ambao ni very strong. Siandai watu wanyonge. Nataka nianze na viongozi kwanza hapa. Inua mikono yenu juu. Na kama uko na sisi online mahali popote, na si viongozi tu wa kisiasa. Nikizungumza viongozi, nasema wale ambao watakuwa kwenye idara ya fedha, lakini ni viongozi, ni wakurugenzi kwenye taasisi za umma, makampuni binafsi, masio. Kama unajisikia hivyo, wewe inua tu mkono wako juu. Na kuomba ukawe mkate wa dunia. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema: Bwana Yesu, asante Yesu, wewe ni Mungu. Umesema na moyo wangu. Nimelisikia neno lako. Ninatamani kuwa mkate wa dunia. Na ninaomba kuwa mkate wa dunia katika neema ya uongozi, kama Yesu mwenyewe, kama Musa na kama Yusufu. Ninaanguka mbele za uso wako. Ninaweka agano leo, Bwana, na mimi nikawe mmoja wa mkate wa dunia, nitakaye thubutu kusema katika mamlaka ulionipa na nafasi utakayonipa, nithubutu kuambia wengine, twaeni mle, twaeni mnywe, twaeni mle kwa damu ya Yesu. Najiweka wakfu kwako. Chochote ambacho ni kinyume, kinachonizuia kufikia malengo ya uongozi huu, maroho yote ya kipepo na nguvu za giza, tunazivunja hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Najiweka wakfu leo, nitumie kama kiongozi, niwasaidie watu wengine, na niwe mkate wa dunia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kujiombea katika uongozi, position na mahali ambako unaona Mungu anakufikisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninainua mikono yangu kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninawafunika na damu ya Yesu. Wanajiweka wakfu leo katika Alhamisi ya chakula cha Bwana, ili kusimama katika zamu, wasubutu kusema twaeni mle, watakao kuwa mkate wa dunia mahali popote ambako wanaomba madhabahuni pako. Ninawaombea, ninawafunika na damu ya Yesu. Ninasimama kinyume na roho ya mauti na uharibifu na laana na manguvu yote ya giza. Ninang'oa matambiko na maapizo na manuizo na maroho ya mpinga Kristo juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawafunika watoto wako hawa na ninawaficha katika mikono yako yenye makovu ya misumari. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Na tangu sasa ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kuhani, kwa maana sikuwahi kuzaa mapooza. Baba, ninaomba wabariki watoto wako hawa, hawatakuwa mapooza milele, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Wabariki sasa na daima, ukawafanye kuwa viongozi wa kutegemewa ndani ya dunia yote, katika jina la Yesu. Washindi waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya.